za kipolisi kwa ajili ya kuchukua mwili huo wa marehemu SP Awadhi Mohamed, ambao ndio huo unatolewa hapa nyumbani kwake Kijitonyama, tayari kabisa kwa kupeleka katika msikiti wa Manyema Kariakoo, ambapo huko ndipo swala ya kuombea ama dua ya kuombea itafanyika. Mwisho kabisa utakwenda katika makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Tayari mwili huo umekwisha kupandishwa katika gari hilo muhimu, ama pia kuanza matangazo haya. Tutakuwa katika msafara huu kuelekea mtazamaji wa Global TV. Ni msafara huo sasa wa kutoka hapa nyumbani kwa marehemu SP Awadhi Mohamed nyumbani kwake Kijitonyama, tayari kwa ajili ya kuelekea katika msikiti wa Manyema Kariakoo, na mara baada ya hapo msafara huo utamaliza katika makaburi ya Kisutu, ambapo ndipo mwili wa mpendwa wetu unakwenda kupumzishwa katika nyumba yake ya milele. Umepata kusikia mengi kutoka kwa viongozi mbalimbali wa siasa, lakini pia viongozi wa serikali na viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia bila kusahau viongozi wa dini ambao na wenyewe wamekuwa sehemu ya kutoa mawaidha, sehemu ya kutoa faraja kwa familia, lakini pia sehemu ya kutoa faraja kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameondokewa na mtendaji kazi wake muhimu kabisa, lakini pia jeshi la ulinzi, lakini pia jeshi la polisi Tanzania, ama vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Na msafara huu unaondoka hapa nyumbani ukiwa umebeba mwili wa marehemu SP Awadhi Mohamed kuelekea katika makaburi ya Kisutu, lakini sasa hivi ni kuelekea katika msikiti wa Manyema pale Kariakoo kwa ajili ya dua na swala ya kuombea mwili wa marehemu na kuruhusu taratibu nyingine za mazishi kuendelea. Tunatarajia ratiba hii kukamilika majira ya saa 8 mchana kuendana na ratiba ambavyo inaeleza. Asante sana kwa wale wote ambao mmekuwa pamoja nasi tangu mapema kabisa asubuhi ya leo katika matangazo haya ya moja kwa moja. Tangazo matukio hili la kutoa heshima za mwisho na kuruhusu kupumzishwa kwa mwili wa SP Awadhi Mohamed ambaye
alipoteza maisha katika ajali ya gari ambayo imetokea kule Pugu mwisho wa lami siku ya tarehe 17. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Kusomea kisomo cha mwisho, na mara baada ya hapo sasa safari ya kuelekea kule makaburini katika makaburi ya Kisutu itaanza. SP Awadh Mohamed anakumbukwa kwa vingi, lakini miongoni mwa story za kufurahisha kuhusu utendaji wake ni namna ambavyo alifanya kazi iliyotukuka wakati wa kuhakikisha anapambana na changamoto ya upotevu wa baadhi ya vifaa vya wanafunzi wa miongoni mwa taasisi za kielimu ambazo zipo katika wilaya ya kipolisi ambayo alikuwa akisimamia ama akisimama ama akiwakilisha, unaweza ukasema hivyo. Tayari kabisa msafara huu unatarajiwa kuondoka, protokali mbalimbali zikiwekwa na maofisa wa usalama barabarani, maofisa wa jeshi la polisi na watendaji wengine tayari kabisa kwa ajili ya kuruhusu msafara huu kuondoka na kuelekea katika msikiti wa Manyema kule Kariakoo. Naam. Nachokiona sasa ni msafara kuelekea katika msikiti wa Manyema Kariakoo kwa ajili ya swala ya kuombea mwili wa mpendwa wetu, mtumishi ambaye amefanya kazi kubwa kabisa katika jeshi la polisi, akihudumu katika nafasi ya mkuu wa polisi katika wilaya ya kipolisi ya Chanika. Nimepata nafasi ya kuwaona viongozi mbalimbali pia wa jeshi la polisi ambao wameungana pamoja na familia na waombolezaji wengine. Sasa asante kwa wale wote ambao mmekuwa mkitufuatilia tangu asubuhi ya leo, na nitapata nafasi hapa ya kupitia comments mbalimbali za wadau ambao wamekuwa wakitufuatilia huku katika live chat ile ya Global TV Online. Asante sana Nkia Munisi ambaye anasema sisi sote ni wake Mola mlezi, na kwake Mola mlezi tutarejea. Allah ampe kitabu chake kwa mkono wa kulia na amfanyie nyepesi njia. Allahumma amen ya Rab. Lakini pia asante sana Mariam Thabit, wanasema Allah atampa kauli thabit mbele yake nyuma yetu. Hamis Ambari anasema Allah ailaze roho yake mahala pema peponi. Asante sana John Manyiluzu ambaye anasema unatupata vizuri. Abdallah Form Hamdu anasema anatupata pia ama anayapata matangazo haya kwa uzuri kabisa. Lakini pia asante sana kwa wale wote ambao mmeendelea kuandika jumbe zenu huko. Nimekuona Jacob Gao, nimekuona Twaiba Hamza, John Manyiluzu, asante sana Nkia Munisi, na wale wote ambao tangu asubuhi ya leo mmekuwa pamoja nasi.
Msafara huu unaenda katika uelekeo wa barabara ya Bagamoyo kutafuta njia ya kuelekea mjini kwa ajili ya kuelekea msikiti ule wa Manyema pale Kariakoo, ambapo kisomo kitafanyika pale, na mara baada ya kisomo kufanyika pale mwili unatarajiwa kwenda kupumzishwa katika makaburi ya Kisutu, Dar es Salaam. Asante Zubeda Said, nasema unatupata vizuri. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.